tasakhutu bil maqdur, nguzo ya kwanza. Ya pili wa habsul lisani anishaqwa, hii ni nguzo ya pili. Na ya tatu wa habsul jawarih anil ma'siyah, kusubiri nazunguka katika haya mambo matatu. Kisha akasema fa idha qama biha al-abd, pindi atakaposimama mwanadamu sasa katika hii subira kama yambaghi, katika hizi nguzo zake zote tatu, yani idha qama al-abd ala hadhihi al-arkani thalatha, akisimama mwanadamu juu ya hizi nguzo tatu za kusubiri, kama yambaghi, kama ambavyo inatakikana iwe asimamie katika ukole, kusimamia katika hizi nguzo tatu. Inqalabat almihna fi haqqihi minha, itageuka almihna, yani bimaana yale matatizo au ile mitihani, ikiwa tasimama katika hizi nguzo tatu za subira kama ambavyo inatakikana iwe. Inqalabat almihna, itageuka ile mitihani fi haqqihi, katika haki yake, minha, kuwa ni kama ni zawadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Yani ikiwa mwanadamu Allah mathalan amempa mtihani, kisha mtihani ule akasubiri kwa ile subira kwa hizi nguzo zake tatu kama ambavyo inatakikana iwe, sasa kwake yeye itageuka kana kwamba ile almihna, ile mitihani au maswaib katika haki yake itakuwa ni kana kwamba ni hadia au ni zawadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa, kwa sababu yeye kasimamia katika hii usimamaji wa sawasawa katika hizi nguzo tatu za kusubiri. Amekuwa ni mwenye kusubiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kazuia moyo wake kutokana na kuchukia katika lile ambalo Allah amemkadiria, na pia vile vile akazuia ulimi wake kutokana na ashakwa, kuzungumza, kutoa shakawa, kuzungumza yale maneno ya kijahilia, na pia vile vile akazuia viungo vyake kutokana na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ikiwa katika hali hii inqalabat almihna, sasa ile mitihani ambayo Allah kampa itageuka katika haki yake na kuwa ni hadia, ni kama ambavyo Allah amempa zawadi. Na sio hivyo tu, wasahalati albaliya atiya, na itabadilika albaliya, zile bala au mitihani pia kadhalika, atiya, ni kama ambavyo Allah kampa kitu ambacho ni kizuri. Allah amempa hadia, ni zawadi ambayo Allah kampa. Wasara almakruhu mahbuba, wasara almakruhu mahbuba, na yatakuwa pia vile vile yale ambayo almakruh, ambayo yeye au yanayochukiwa katika hali ya kikawaida, yale ambayo yakitizamwa ni mambo ambayo makruh, yanachukiwa, mahbuba, itakuwa ni mambo yenye kupendwa. Nitageuka yale maswaib ambayo katika nafsi ya kawaida mwanadamu huwa ni katika vitu ambavyo mwanadamu anavichukia, so katika haki yake yeye itakuwa ni mahbuba, yale ambayo yanayopendwa, yanapendeza kwa wanadamu. Akaendelea akasema fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika Allah subhanahu lam yabtalihi lihulika, kwani Allah akumpa mtihani ili amuangamize. Na hii kwa sisi ni nasaha ambazo anatupa al-Imam rahimahullahu ta'ala, kwamba ile mitihani ambayo Allah anatupa au ile misiba ambayo Allah anatupa, yani Allah hajatupa kwa lengo la kutuangamiza. Anasema fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika Allah subhanahu lam yabtalihi liyuhlikahu, Allah akumpa mitihani ili amuangamize. Allah akumpa mtihani kwa nia hiyo, kwa sababu hiyo, ili Allah amuangamize yule mwanadamu. Hii itakana awe na yaqini katika moyo wake kwamba hii mitihani ambayo anapitia bo Allah kampa, Allah hajampa ili amuangamize. Sasa lengo ambalo Allah alompa mitihani hii, lengo lake ni hili: wa inma ibtalahu,
Kikasi vinginevyo Allah amempa mitihani liyamtahina sabrahu wa ubudiyatahu, ili Allah aitahini, Allah aiangalie ile subira yake, wa ubudiyatahu, na kule kunyenyekea kwake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii al-ubudiyya ni ile hali ya kujidhalilisha mwanadamu. At-tadhallul wal khudu' ni kule kujidhalilisha na pia kunyenyekea kwa mwanadamu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna babtalahu, kikasi vinginevyo Allah amempa mtihani liyamtahina sabrahu, ili Allah subhanahu wa ta'ala aitahini au aiangalie ile subira yake, wa ubudiyatahu, na kule kunyenyekea kwake na kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba huyu mwanadamu Allah kampa mtihani ili atizame, aitizame ile subira yake kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na pia vile vile Allah angalie ule unyenyekevu wake na kule kujidhalilisha kwake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa vipi? Kwa Allah anatizama vitu hivi. Kwanza anatizama subira yake, na pia vile vile anatizama ile ubudiyya, kule kujinyenyekeza na kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikoje kwa yeye huyu mwanadamu. Hivi vitu viwili kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili ndio lengo ambalo Allah kampa mtihani, si amwangamize, bali aangalie subira yake na ile ubudiyya, bi maana kunyenyekea na kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaendelea, fa inna lillahi ta'ala, kwani hakika anayo Allah subhanahu ala al-abd, kwamba anayo Allah kwa mja wake ubudiyatan fi dharra, anayo Allah kwa mja wake ubudiyya, kuwa mnyenyekevu na kuwa ni mwanadamu ni mwenye kudhalilisha, fi dharra, katika yale mambo yenye kumletea madhara mwanadamu. Kwamba Allah anataka katika mambo ambayo yakikupa, ambayo yanakuletea wewe madhara, matatizo, majanga mbalimbali, Allah anataka aone unyenyekevu wake kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Nataka Allah aone kule kunyenyekea kwako wewe na kutii kwako wewe mwanadamu. Na hii Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo ni thabit, Mtume anasema ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khair, kwamba ajabu juu ya mambo au jambo la mu'min, ni ajabu iliyoje juu ya jambo ambalo linampata mu'min. Inna amrahu kulluhu khair, hakika mambo yake yote ambayo yanampata mwanadamu mu'min yote yanakuwa kwake ni khair. In asabatuhu dharra shakara fakana khairan lah, ikiwa mwanadamu litampata jambo la kumletea madhara, basi shakara, yeye anashukuru, fakana khairan lahu, kwa kule kushukuru na kwa yeye ni khairi kwa yeye. Na hii ndio ubudiyya fi dharra. Kwa muumini akipata na jambo lile kumletea madhara na shukuru, kule kushukuru sasa kinakuwa ni khairi kwa yeye. Na pia vile vile wa in asabatuhu sarra shakara fakana khairan lah, likimpata jambo ambalo linamfurahisha, jambo la khairi, Allah mathalan kamruzuku sasa katika dunia hii, pambana kadha wa kadha, kwa unahitaji kitu fulani katika mambo ya kidunia hii, bali katika mambo ya khairi pia, muomba Allah bana jalie bana mimi nijenge nyumba bana, au katika tamani bana Allah nijalie sababu na nyumba Ilala, sababu Ilala kushakuwa ni ghali. Sasa naomba Allah nijalie nimiliki nyumba Ilala. Allah akamjalia, nijalie bana Allah nimiliki gari la aina fulani, bana napenda gari la aina fulani, Allah akamjalia subhanahu wa ta'ala. Kwa kijaliwa katika mambo ambayo yanamfurahisha, vitu hivi katika hali ya kidunia inafurahisha, na si katika nasi vitu vya anasa, na sio vitu, kwa sababu hizi sheria ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezileta, Allah alikusudia kwa mwanadamu apate khairi katika hii dunia, na pia vile vile akhira apate khairi. Ndio maana ile dua ambayo ipo katika suratul Baqara, ambayo kweli ni dua adhim, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, ambayo katika suratul Baqara
wale ambao wanaomba tu dunia peke yake. Allah anasema hawa akhira hawana nasib, wama lahu fil akhirati min khalaq, hawana khalaq maana nasib, hawana fungu akhira, sababu wao wameomba hapa duniani peke yake, kwa kule akhira hawana chochote. Wale ambao wanasema Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, kwa hii hasana, vitu vyote katika hii dunia ambavyo ni vizuri vinakuwa ni hasana. Kwa mtu akiomba dunia hasana, bi maana Allah ampe mke mwema, hiyo ni hasana. Allah ampe kipando kitu ambacho ni markabul hani, kipando ambacho ni kitulivu, hiyo pia ni hasana. Hiyo ni hasana fi dunia. Pia Allah akimpa sehemu ambayo ni wasi', pia vile vile ni hasana. Zile khairi zote za dunia inakuwa ni hasana. Kwa mwanadamu mu'min akipatwa na mambo, wa in asabatuhu as-sarra, ikimpata yeye mambo ambayo yanafurahisha, shakara fakana khairan la, anashukuru na inakuwa ni khairi kwake yeye. Tunarudi kule katika zile za kudhibiti ile ashukuru. Kwanza kuikiri katika moyo, na pia vile vile kuisimulia. Na kuisimulia maana yake ni watu waone katika bwana huyu alivyo, hali yake ilivyo, watu wanaona kwamba huyu kashukuru neema. Na ya tatu kuitumia ile neema katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia, ambaye Allah hii neema yeye ndo amekupa, na pia vile vile yeye ndo anaitawalia neema hii. Kwa hii aliposema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, fa inna lillahi ta'ala, hakika Allah mtukufu anayo kwa mja, kwamba ana Allah kwa mja ubudiyatan fi dharra, kwamba Allah anao utiifu au unyenyekevu. Allah anatakiana anyenyekewe na mwanadamu. Allah anatakikana mwanadamu ajidhalilishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika wakati gani? Fi dharra, katika wakati ambao mwanadamu amepata na mambo ambayo yanamletea yeye madhara. Kama lahu alayhi ubudiyya, kama ambavyo Allah anayo ubudiyya kwa mwanadamu fi sarra, katika mambo yenye kufurahisha. Kama ikiwa mwanadamu katika kwenye mambo yenye kufurahisha anamtii Allah subhanahu na anakuwa ananyenyekea kwa Allah jalla wa ala, basi kadhalika katika mambo ambayo yanamletea madhara pia vile vile Allah anataka atiwe na anyenyekewe Allah subhanahu wa ta'ala kote kote, ani sio upande mmoja tu. Walahu alayhi ubudiyya fima yakra, na anao Allah subhanahu ubudiyya, kule kutiiwa na kunyenyekewa, fima yakra, katika yale ambayo mwanadamu anayachukia. Yani yale yote ambayo mwanadamu anayachukia, Allah anataka ubudiyya aione katika jambo hilo. Allah anayo ubudiyya. Na pia vile vile kama lahu ubudiyya, kama lahu alayhi ubudiyya fima yuhib, kama vile ambavyo Allah anao ubudiyya, utiifu na unyenyekevu katika yale ambayo anayapenda mwanadamu. Kwa hiyo ikiwa takana mwanadamu katika yale ambayo tunayachukia, Allah anataka aone ubudiyya, aone unyenyekevu na kuja kuidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia katika mambo ambayo tunayapenda, mambo ambayo mwanadamu anayapenda, takana hivi hivi pia awe na ubudiyya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaendelea akasema, wa aktharul khalqi yu'tuna al-ubudiyya fima yuhibbuna. Hii ni kweli. Maneno yanazungumza, japokuwa maneno haya sio aya, sio hadithi, lakini ni haki, ni kweli. Anasema wa aktharul khalqi, na wengi katika viumbe, wa aktharul khalqi, na wengi katika viumbe, au na wengi katika wanadamu, yu'tuna al-ubudiyya fima yuhibbun, huwa wanatoa kwa Allah al-ubudiyya, ile ubudiyya bimaana unyenyekevu na kujidhalilisha na utiifu, fima yuhibbun, katika yale mambo ambayo wanayoyapenda. Yani mwanadamu asili yake yuko hivyo, katika mambo ambayo anayapenda ndio anapeleka ubudiyya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah akasema katika aya, katika ayat katika suratul Ma'arij, kwamba innal insana khuliqa halu'a, kwa mwanadamu ameumbwa hali fulani ya kubabaika mwanadamu. Idha massahu sharru jazua,
Mwanadamu yeye akiguswa na shari anakuwa anafedheka. Yani mwanadamu ndio yuko hivi, ikiwa shari zimempata sasa jasua na kuona ile jasa fadhaiko, pata mfadhaiko. Lakini sasa wa idha massahu alkhairu manua, na akipatwa na khairi yeye anakuwa anazuia, ni kawaida yake. Ikiwa na khairi yeye ile khairi manua anaizuia ile khairi. Lakini Allah akavua akasema illa almusallin. Lakini sifa hizi wakipatwa na shari wanakuwa na mfadhaiko, na wakipata na khairi wanazuia, hawana sifa hizi. Illa almusallin, isipokuwa wale wenye kuwa na tabia ya kuswali. Kisha Allah akataja, kisha akavua subhanahu alladhina hum ala salatihim daimun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum. Hao ni almusallin alladhina yusaddiquna biyawmiddin walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiqun inna adhaba rabbihim ghayru ma'mun. Katika suratul Ma'arij kwa anasema al-Imam wa aktharul khalq, na wengi katika viumbe, yu'tuna al-ubudiyya, wao wanatoa ubudiyya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wanaonesha ule unyenyekevu na kuja kujidhalilisha na ule utiifu kwa Allah fima yuhibbun, katika mambo ambayo wao wanayapenda. Hili unakuwa wananyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaendelea akasema washa'anu, na jambo fi i'ta'i al-ubudiyya fi al-makari. Hii ndio tatizo. Na sha'ani na jambo ni katika kutoa al-ubudiyya fi al-makari, katika yale mambo ambayo mwanadamu anayachukia. Hii jambo liko hapo. Lakini katika mambo ambayo mwanadamu anayapenda, hiyo ubudiyya ipo. Na pia na nini ni mashahidi, na pia na mimi ni shahidi pia. Tazama katika huu mujitama, katika mambo ambayo wanadamu tunayapenda, pale ndio ubudiyya ipo. Ile unyenyekevu na kujidhalilisha kwa Allah na kuonesha utiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Imam akasema washa'an, sasa jambo lililokuweko fi i'ta'i al-ubudiyya, na jambo ni katika kutoa ubudiyya fil makari, katika mambo ambayo anayachukia mwanadamu. Hii ndio kuna tatizo liko hapa. Katika yale ambayo mwanadamu sasa akipata na msiba, pata na matatizo na majanga, utaona hali yake ilivyo. Kwa Allah tujalie tu subhanahu wa ta'ala tuwe na ubudiyya katika makari kadhalika. Allah tupe ubudiyya fi al-mahbub, na pia kadhalika fi al-makari. Kama ambavyo hadithi nimesoma, mtume anasema ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu khair in asabathu dharra shakara fakana khairan lah. Allah tufanye tuwe hivi, amin. Wa in asabathu sarra shakara fakana khairan lah. Tuwe katika hali hizi zote, tuwe na ubudiyya katika dharra, na pia kadhalika tuwe na ubudiyya katika sarra. Katika mambo yenye kuleta madhara tuwe na ubudiyya, na pia kadhalika katika mambo yenye kuleta furaha tuwe na ubudiyya. Akasema washa'anu, na jambo fi i'ta'i al-ubudiyya fi al-makari, ni kuleta ubudiyya, ni kutoa ubudiyya kwa Allah subhanahu fi al-makari, katika yale mambo ambayo yanachukiza. Anasema al-Imam fabihi, na kupitia hii kuleta ubudiyya fi al-makari tafawatat maratibul ibad, zinatofautiana zile martaba za waja. Yani ile martaba za wanadamu zinatofautiana katika hii makari. Utaona tofauti katika mambo ambayo mwanadamu anayachukia na analetea madhara. Lakini katika mambo ambayo anayapenda uwezo ukaona tofauti, lakini utakuona tofauti katika yale makari. Ndio akasema fabihi, yani fabil makarihi tafawatat maratibul ibad, wanakuwa tofauti au zinatofautiana ile martaba za waja. Utamjua kwamba huyu hali yake ni kadha na huyu hali yake ni kadha. Wa bihasabihi, na pia kwa hii makari, bimaana mwanadamu akipatwa na maswaib, mambo ambayo yanayachukia, mambo ambayo yanamletea madhara, kwa bihasabihi, na kwa kuizingatia hii makari, kanat manaziluhum inda Allah ta'ala, ndio itakuwa yale manzila yao, zile daraja zao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihasabihi, kwa kuiangalia hii makari kwa mwanadamu, ile ubudi yake katika makari, kanat manaziluhum inda Allah ta'ala, ndio itakuwa daraja yao siku ya kiyama kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kwa daraja itapimwa na hii. Watatofautiana daraja kwa Allah jalla wa ala katika yale makari, si katika mambo ambayo wanadamu wanayapenda. Kwa Allah tujalie tuwe sawa sawa. Tukipata na masarra tushukuru, tuwe na ubudia, na pia kadhalika tukipata na dharra tuwe na ubudia. Na hii yote inachangiwa hii makari kuikandamiza nafsi katika zile nguzo zake zote tatu, katika habsu an-nafs an tasakhutu bil maqduri, wa habsu al-lisani an ash-shakwa, wa habsu al-jawarih an al-ma'siyati Allah subhanahu wa ta'ala. Kuikandamiza haya yote, hizi nguzo tatu zote zikikamilika, ikazuiwa nafsi kwa maana ya au moyo, ukazuiwa ulimi, na vikazuiwa viungo, itaonekana ubudia katika makari. Kwa ikiwa kinyume chake sasa, ikiwa mwanadamu katika makari hana ubudia, kwa hii ubudia ndio anakuwa tofauti katika makari, inakuwa ni tofauti na kutofautisha mwanadamu zile martaba zao katika maisha haya ya dunia, na pia vile vile bihasabi kanat manaziluhum inda Allah ta'ala. Kwa kuiangalia hii ubudia katika makari ndio inakuwa daraja zao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha al-Imam baada ya kutaja maneno haya ambayo maneno ni adhima, kisha akapiga mfano akasema hivi: faludhu bilma'il barid, kushika udhu, kuweka udhu bilma'il barid, kwa maji baridi. Ani mwanadamu kuweka udhu, fika wakati wa swala na tia udhu sasa, lakini maji yale maji ya baridi. Fi shiddati al-harri ubudiyya, katika wakati wa joto kali ni ubudiyya. Hii ni anaonesha utiifu, unyenyekevu na kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni ubudiyya, ani kushika udhu, kuweka udhu kwa maji baridi. Fi shiddati al-harri ubudiyya, maji baridi katika wakati wa joto kali ni ubudiyya. Wa mubasharatu zawjatu al-hasna, na pia vile vile kumbashiri mke wake, bimaana kumkumbatia mke wake, al-hasna, mke wake ambaye ni mzuri, yeye anampenda, allati yuhibbuha, mke ambaye anampenda, ubudiyya. Hii ni ubudiyya. Ni mafahamu kwamba sahaba radhiallahu anhu walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume akamwambia wa fi bud'a ahadukum sadaqa, katika bud'a, katika tupu ya mmoja wenu kuna sadaqa. Masahaba akashangaa, inakuwaje mtu anakutana na mke wake tena anakuwa sadaqa, maana anapata ujira? Mtume akauliza, maonaje ninyi ikiwa tayari katika haramu? Akana alayhi wizru, atakuwa na madhambi? Akasema ndio, atakuwa na madhambi. Akamwambia basi kama ilivyo akiweka katika muharramat, katika haram anapata madhambi, basi ni hivyo hivyo akiweka katika halali, ikiwa atatumia katika halali anapata thawabu. Mtume akamwambia mpaka kile kitu ambacho tadha'u fi imra'atika sadaqa, unaweka mfano lile tonge ambalo unaliweka katika kinywa cha mke wako ni sadaqa. Mkeo unachukua tonge unamlisha, sio ukazungumza ukapata jazba ukasema bana sasa huu ni uzungu, au kumwambia mkeo bana huu ni uzungu. Sasa haipo ambapo ni thabiti hadithi katika Arba'un Nawawi. Mtume anasema mpaka lile tonge ambalo unaliweka katika kinywa cha mke wako, fi imra'atika sadaqa, katika kinywa cha mke wako ni sadaqa. Sio ukasema bana sasa huu ushakuwa ni uzungu, sio uzungu. Ile ni imethibiti katika sheria, imethibiti katika kama alivyokuwa Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akishindana na Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha, ambapo ni thabiti pia. Ifana shindana na Aisha, Mtume akawa na kina kidogo Aisha mshinde. Alikuwa katika nani yake alikuwa akiitwa Humaira, alikuwa akiitwa Humaira, alipewa lakabu akiitwa Ummu Abdillah, japokuwa Mtume akuzaa naye. Alioa katika wanawake bikra, alimuoa Aisha binti Abubakar as-Siddiq radhiallahu anha. Alikuwa ni faqiha katika wale mahufadha wanachuoni wa kiswahaba, sahabia. Aisha alikuwa ni mmoja wao, alikuwa ni mwanachuoni na kapokea hadithi nyingi kutoka kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Na maswahaba baada ya Mtume kufariki walikuwa wakirejea kwake, kurejea kwa Aisha, walikirejea kumuuliza, walimuuliza Aisha kwamba ni tabia ya Mtume ilikuwa ni nini, tabia yake, tabia Mtume alayhi kaifa kana khuluqu nabii sallallahu alayhi wasallam, vipi ilikuwa tabia yake Mtume. Aisha akasema kana khuluqu alquran, kwamba tabia yake ilikuwa ni Qur'an. Aisha ummul mu'minin walikuwa kishindana na Mtume na Aisha
Shinda kidogo nakimbia na mshinda hivyo. Kwa hiyo mambo ambayo ni thabit na inataka pia mwanadamu katika moyo wake atoe, sababu wakati mwingine mazoea pia sababu mazoea yanataka. Mtu akaona sasa inakuwa vipi, lakini ni katika nani? Na hiyo wameandika ahlul ilmi katika hiyo, wameandika baadhi ya kemo al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala kaandika adabu za hii mambo ya ndoa katika kitabu kinaitwa Adabu Zafaf. Adabu Zafaf. Na pia ameandika al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ana mjeledi ameandika katika Zadul Maadi Tibbu Nabawi. Tibbu, sababu Ibn al-Qayyim ukiacha hii yeye alikuwa ni dokta wa moyo na pia kadhalika alikuwa ni dokta wa kiwiliwili rahimahullahu ta'ala. Alikuwa ni tabibu, ndio maana katika baadhi ya mashaikh wanaamini kama ni tabibul qulub. Yeye alikuwa ni dokta wa nyoyo. Vitabu vyake vingi kaandika kama hicho tunachosoma. Aya anayataja moja kwa moja anagusa moyo wa mwanadamu. Sababu mafsada unaona katika huu ulimwengu cha mwanzo kuharibika ni moyo. Sasa yeye akadili na huyu moyo wa mwanadamu. Sababu moyo una kaida kugeuka. Na moyo Allah kauweka katika mioyo yetu yote. Ipo baina vidole vya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaigeuza anavyotaka subhanahu wa ta'ala. Kwa nasema wa mubasharatu zawjata, na kule kumkumbatia mke wake alhasna, mke wake ambaye ni mzuri, allati yuhibbuha ubudiyya, ambaye anampenda ni ubudiyya. Kwa mtu asidhani kwamba mke wake kumkumbatia hii ni ubudiyya ile. Na pia kutumia maji ya baridi kwa ajili ya kuweka udhu katika wakati wa joto kali ni ubudiyya pia vile vile. Wa nafaqatuhu alaiha, na kumpa nafaka, kumpa matumizi na kutoa kwake nafaka huyu mwanadamu juu ya mke wake. Wa ala nafsihi, na juu ya nafsi yake. Wa ayalihi ubudiyya, na familia yake ni ubudiyya. Hii ni utiifu na unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani wewe ukichukua mathalan unachukua pesa yako wewe unakwenda fika muda fulani unahisi njaa, ukatoa pesa yako ukanunua imani chai, chapati ukala, ile ni ubudiyya. Ndio akasema wanafaqatuhu alaiha, na kumpa matumizi mke wake. Wa ala nafsihi, na pia vile vile nafsi yake yeye. Wa ayalihi, na pia vile vile familia yake ubudiyya. Hii ni ubudiyya. Yaani wewe unachokitoa kwa mkeo na kwa watoto wako na pia kwa ajili ya nafsi yako wewe, ile ni ubudiyya. Una kitu fulani mathalan unataka kula Ijumaa labda kushajekewa wewe na familia yako, bana Ijumaa sisi tunakula mandi Ijumaa, mandi hadhara al-maut Ijumaa. Hii ni ubudiyya pia kadhalika, bana Ijumaa tunakula. Kwa hiyo ile unafanya ni ubudiyya, na ukiweka nia, japokuwa ile inakuwa ni katika vitu vya ada, ukiweka nia Allah subhanahu wa ta'ala unapata ujira kwa Allah jalla wa ala. Unatoa pesa unampa mke wako, unatia nia ya kwamba mimi hii natia nia hii ninachokifanya natoa ni ada, kinatia nia, Allah anakupa thawabu subhanahu wa ta'ala. Kwa nasema wanafaqatu alaiha wa ala nafsi wa ayalihi ubudiyya, na kutoa nafaka matumizi juu ya mke wake na juu ya nafsi yake yeye mwenyewe na familia yake ni ubudiyya. Falma'u hadha, anasema hadha hili, yani hili bi maana alilitaja au haya aliyoyataja. Waludhu bil ma'il barid, na kuweka udhu kwa maji baridi. Mtu kutia udhu kwa kutumia maji ya baridi fi shiddatil bard, katika wakati wa baridi kali, ubudiyya. Hii ni ubudiyya. Kama baadhi ya mikoa sasa hivi kuzungumza nao kuna baridi kali, kwa ile kutia udhu katika wakati huo wa baridi kali ni ubudiyya. Ile pia vile vile ni ubudiyya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anataka aone ubudiyya yake katika hali hiyo, kama ambavyo katika wakati wa joto, katika kutumia maji ya baridi katika wakati wa joto kali mtu anajisikia raha, unamtia Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia kumkumbatia mke, hivi vitu ambavyo wanadamu wanapenda, hii ni sarra. Sasa hii waludhu bil ma'il barid fi shiddati al-bardi ubudiyya, na kuweka udhu kwa maji baridi katika wakati wa baridi kali ni ubudiyya. Allah anataka pia aone ubudiyya subhanahu wa ta'ala. Wa tarkul ma'siyah, na kuacha maasi, allati ishtaddat dawa'i nafsa, maasi ambayo imekuwa kali, dawa'i nafsa, kwa kule kuita nafsi yake ilaiha katika hayo maasi, min ghairi khawfin minan nas ubudiyya, bila kuogopa watu ni ubudiyya. Hii ni ubudiyya. Allah anataka ubudiyya katika hii.
ani uikandamize nafsi yako mtii Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema tarkul ma'siyah, na kuacha nas pasna ya kuogopa hofu, bila kuona hofu kuogopa watu. Ubudia hii ni ubudia. Allah anataka aone ubudia. Sababu mwanadamu zakifikia wakati nataka kuacha maasi, nafsi yake inataka, kisha sana kuwa anaogopa wale watu, bana utanionaje hapa? Utaniona vipi bana? Lakini yeye kaacha bila kuogopa, bila kuogopa wale watu. Bila kuogopa wale watu. Na hii Allah kawasifia watu hao kwamba hao wanakuwa ni madhalili kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wanakuwa ni aizza, wanakuwa na izza kwa waumini, kwa ndugu zao wanakuwa na izza kwa wao. Wanasema watarku al-ma'asi, yani Imam anasema na kuacha maasi allati shaddat dawa'i nafsa, maasi ambayo imekuwa kali kuita kwa nafsi yake ilaiha, katika hayo maasi, min ghairi khawf min an-nas ubudiyya, tena kaacha bila kuogopa watu, hofu ya watu. Hii ni ubudiyya. Allah anataka aone ubudiyya. Wa nafaqatuhu fi dharra'i ubudiyya, na kule kutoa nafaka, kutoa matumizi katika wakati wa madhara ni ubudiyya. Toa nafaka lakini hali yako si nzuri, lakini unatoa, lakini japokuwa na hali yako, Allah anataka aone ubudiyya yake subhanahu wa ta'ala. Walakin farqun adhim baina al-ubudiyatayn, lakini anasema al-Imam kuna tofauti kubwa sana baina hizi ubudiyya mbili, bimaana fi dharra'i wa fi sarra. Iko tofauti kubwa, iko farqu kubwa, farqun adhim baina ubudiyya mbili, fi dharra'i wa fi sarra, katika hizi ubudiyya mbili. Ndasimamia hapo au niendelee kidogo? Endelea au inatosha Sheikh Said? Inatosha kwa leo, Allahu a'lam. Kwa kuendelea kesho, faman kana abdan lillahi fil halain. Hili katika muendelezo hii kwamba ikiwa mja mabudu Allah katika hali mbili zote, fi dharra'i wa fi sarra. Tunapokwenda hizi pointi uzidhibiti vizuri, ili tukienda sio tukawaacha nyuma, tukawaacha sababu hii safari tunakwenda, tumeshaana safari hii, sasa twende sawa sawa, tunakwenda sawia, tunakwenda anasema same tuende sawa sawa pamoja. Hizi pointi tuma fil halain, tunarudi kule fi dharra'i wa fi sarra, kama alivyosema hapo. Walakin farqun adhim baina al-ubudiyatayn, ubudiyya mbili ambao ni fi dharra'i wa fi sarra. Kuna farki kubwa sana, tofauti kubwa baina ya ubudiyya katika dharra na pia vile vile katika sarra. Ndio imefahamika. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuzidishie ilmu, vile vile tuzidishie fahamu, na pia Allah subhanahu wa ta'ala tumuombe atutegeze mambo yetu yote, na situache katika majambo yetu Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Hadha wallahu a'lam. Fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan, barakallahu fik.